Mashabiki wa Mbosso watakuwa wamefurahi sana baada ya msanii wao ya kwamba ametangaza rasmi ujio wa kazi yake mpya ya Room 3 EP inayotarajiwa kuachiwa rasmi tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025 chini ya lebo yake mpya Can Music. Tangazo hilo limeambatana na picha inayomwonyesha Mbosso akiwa ameketi juu ya baskeli mbele ya mlango wenye maandishi ya No 3, ishara maana yake ya kwamba huo ni mlango wa 3. Chumba kinachowakilisha hatua mpya kwenye maisha ya muziki, lakini pia sanaa ya msanii huyo kutoka kupokelewa kama kipaji kipya mpaka kuwa msanii mkubwa Tanzania aliyeacha alama, na sasa kuwa msanii ambaye anaweza akasimamia vipaji vingine, lakini pia kujisimamia yeye mwenyewe akiwa na ubunifu na uhuru zaidi. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mbosso Khan ameandika, najua mmenikosa, mnastahili 100% zangu. Karibuni kwenye EP ya namba 3 tarehe 12 mwezi wa 6 2025. Tukutane. Na baadhi ya mashabiki wa Mbosso Khan wamekuwa na maswali kama vile, je, Room number 3 itakuwa na kolabo za kimataifa au atatupa radha mpya ya Bongo Flavor, ama atakuwa amefanya uchunguzi na kuruka na midundo mikali mingine mipya duniani? So kwa mashabiki wa Bongo Flavor na mashabiki wa Mbosso Khan kwa ujumla, watu wanakaa wanasikilizia waweze kujua Room number 3 itakuwa ni EP ina gani na itakuwa ina kitu gani kipya, ukiachia mbali kazi ambazo Mbosso tayari alikuwa anazifanya akiwa chini ya WCB. Lakini pia WCB imeachia kazi mpya ya Diamond Platnumz akiwa na Bien, msanii kutoka Kenya, na hiyo inakuwa ni collab nzuri sana ya East Africa Tanzania featuring Kenya. Ngoma hiyo inaitwa Katam na tayari ipo kwenye audio platforms tofauti, lakini kwa upande wa YouTube mpaka sasa hivi ina zaidi ya viewers 281,081 kwenye channel ya Diamond Platnumz, na hii ni ngoma ya pili ya Diamond Platnumz akifanya kazi na msanii kutoka Kenya baada ya kufanya kazi na Tanasha Donna ambayo ilikuwa ni mwaka 2020. Wachambuzi wa muziki wanasema ya kwamba collaboration hiyo ya Diamond na Bien ni funzo kwa Afrika Mashariki ya kwamba muziki huo bado una nafasi ya kujiunganisha, na ni kama historia vile huwa inajieleza, kwa sababu kila Diamond akigusa collabo na Kenya, wimbo huo unabaki kuwa ni kumbukumbu kwa muda mrefu. So hopefully collabo hii itastay kwenye masikio ya watu kwa muda mrefu, lakini pia itanufaisha muziki kutoka nchi mbalimbali kama vile Kenya na Tanzania. You're listening to PJ Classic FM, and don't forget to subscribe on our YouTube channel at PJ Classic Media.